Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kwa wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha siku takatifu, Vigilia ya Pasaka. Vigilia ya Pasaka na siku takatifu, kesha ile ni mama wa maisha yote. Ndipo Kristo aliposhinda dhambi na mauti. Katika maadhimisho yetu tumeanza kwenye giza, lakini tukaenda kwenye mwanga. Katika safari hiyo ya kutoka kwenye giza kuelekea kwenye mwanga ni maandamano ya kwenda kwa Kristo mwenyewe, Pasaka wetu. Tukaanza kwa kuwasha mshumaa wa Pasaka kuonyesha kwamba Kristo ni mwanga wa ulimwengu. Na katika hati ya Mtaguso wa Pili wa Vatikano ambao anaitwa mwanga wa mataifa, Lumen Gentium, katika eneo hilo mababa wa mtaguso wameelezea hasa wito wetu. Tumeitwa kuwa watakatifu, lakini kuitwa kuwa watakatifu tunamwangalia Kristo ambaye ni mwanga wa mataifa, ndio anayetuangazia njia ya kuelekea kwenye utakatifu. Na ili tuweze kufika huko tunahitaji sana ufahamu wa kumfahamu, kuwa na ufahamu wake juu yake, kumjua vizuri. Tunahitaji pamoja na kumjua vizuri tuweze kuonyesha upendo kwake. Anayenipenda atashika amri zangu. Pendo unaendana na utii kwake. Na tunamuona huyu Kristo ambaye anataka vile vile utashi wetu tuuweke kwake. Yeye ni mfalme wetu, na ndio maana tunapoadhimisha usiku mtakatifu, yeye akiwa ni mwanga wa mataifa, kama tunavyoona katika alama ya mshumaa wa Pasaka, tunaona kwamba huyu Kristo anaondoa giza la usiku, giza la mioyo yetu. Kwenye giza kuna mengi, unaweza kujikwaa. Wakati mwingine unaweza ukawa muoga, ukawa na wasiwasi, utakutana na nani, kanyaga nyoka. Giza sio zuri. Yeye sasa anatuondolea giza la moyoni, na giza la moyoni inaongozwa na uoga tunaokuwa, sio kukosa ujasiri kumtetea, kukosa ujasiri kumshuhudia kwa kuogopa macho ya watu, kumwonea haya. Wapo ambao wanashindwa kutangaza imani yao waziwazi. Mtu unaweza ukawa unasafiri, unajua Mkatoliki lazima uanze na ishara msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Unaangalia watu, naona wanakuangalia, kwa hiyo unaona kwamba hapa Bwana wananiangalia Mungu. Kwa hiyo unajidai unasali moyoni, unaweka ishara msalaba moyoni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Giza la moyo, kukosa ujasiri, kipawa cha Roho Mtakatifu kumtangaza Kristo, kumshuhudia Kristo, mwanga wa mataifa, Kristo aliyeshinda dhambi na mauti. Lakini vile vile uovu unafanyika gizani. Sasa tunajua kwamba pengine naweza sikaona giza hili ambalo tunaona ni la dunia, lakini moyo wetu ukiwa umejaa giza, tunashindwa kutambua lipi jema na lipi ni baya. Tunaingia katika kitu kinachoitwa crisis ya maadili.
tunaweza kuwa ni watu wa matusi, tukawa unaona sawa tu, na matokeo yake hata katika safari yako ya kwenda kwa Mungu na kufa kabisa unatukana na kutukana. Giza linatanda moyo. Lakini kuna giza baya zaidi, kukata tamaa. Sasa pale unapoona kwamba umezidiwa, unaangalia huko na huko, uchumi hauendi, unaangalia huku mambo hayaendi, ukiangalia unaona kama kila mtu anakuchukia, hakuna ambaye yuko karibu na wewe, unakata tamaa. Sasa unapokata tamaa, giza hilo ni baya sana. Unachoanza kufikiria, au hivi nitaikuta wapi kamba nijining'inize, au nikanunue sumu ninywe, naona sina thamani katika dunia hii, niondoke. Kata tamaa. Hiyo ni giza baya la moyo. Na ndio maana tulipokuwa tunaadhimisha mwaka wa jubilei, tulikuwa na kauli mbiu, mahujaji wa matumaini. Na wakati huo huo tukisoma Paulo anatuhamasisha na kutuongoza katika waraka wake kwa Warumi sura ya 5. Tumaini halitahayarishi, halitatudanganya, halitatufanya tukate tamaa. Tumaini hata katika magumu, kwa sababu mwanadamu anapoingia katika magumu, hasa akiingia katika kukata tamaa, huko Mungu hayupo, anaingia katika giza. Anaweza kaa katika giza la uwepo au giza ambalo linafanya kutokuwepo. Giza la kuwepo, la kutokuwepo ni lile ambalo mtu amekata tamaa, anaona hakuna Mungu, hakuna kitu chochote kinachoweza kumsaidia zaidi. Lakini giza la uwepo, kujifanya unajua kila kitu, kujifanya kwamba wewe unafahamu. Mtu hilo naijua hilo mimi, hilo wewe unasema leo ninajua, unafikiri kwamba unajifahamu, kumbe katika mwanga hafifu na uko katika giza, uelewe unachofanya. Na ndio maana mwisho wakati tunahitaji wengine, tunahitaji watu. Na ndio maana Mungu anafanya kazi kupitia sisi wenyewe. Leo tutamuona malaika anakuja anatuambia kitu, fanya 1 2 3. Malaika ni sisi wenyewe, kati yetu tunafanya utume. Kila mmoja ana ujumbe wa kumpelekea mwenzake, na ujumbe huo sio wa kwake, ni Mungu mwenyewe anamtuma peleka ujumbe huo. Na kwa sababu ya Kristo anaondoa giza la mioyo yetu, ili tumuone yeye, tuwe na ujasiri, tuepuke uovu, tutende mema, usikate tamaa katika magumu. Tuangalie msalaba wake, lakini tuangalie mbele zaidi ufufuko wake. Na kuonyesha yote haya, tumeenda vizuri sana na kuona historia ya wokovu wetu, kwamba Mungu hajatutupa hata mara moja. Mungu yuko na sisi popote pale. Tunaangalia masomo tuliyosoma leo, yanatukumbusha sisi ni nani kwanza. Mungu ametuumba, tuna thamani kubwa sana. Sisi ni sura na mfano wa Mungu, na kila mmoja ni wa pekee mbele yake. Kwa sababu hiyo, kila mtu ana jina lake mbele yake, na anakuita kila mtu kwa jina lake. Kwa sababu hiyo, usijiingize katika mambo ya wengine. Mungu anakujua ulivyo wewe, na ni wa pekee mbele yake wewe. Na kwa sababu hiyo, wewe ni sura na mfano wa huyu Mungu ambaye inabidi ufanye bidii umfahamu. Uumbaji, tunaona uumbaji wa vitu vyote, kilele chake ni mwanadamu, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kamuumba mwanadamu huyo kwa uumbaji, ndio tumetoka sisi, ni sura na mfano wa Mungu, tumetoka huko.
Lakini pamoja na hayo tumekosa. Pamoja na kukosa huko, tumefukuzwa Eden, paradiso. Tumetoka huko, lakini Mungu bado anatutafuta. Tumeona kazi aliyoifanya kule Misri, kuwaondoa watu wake katika utumwa wa Farao. Lakini tunaona pamoja na hayo ahadi mbalimbali alizozitoa kwa wanadamu kupitia manabii, na tunaona Mungu anaendelea kutuokoa mpaka leo, mpaka Kristo mwenyewe alipokuja kwetu, huyu mwanadamu huyu ambaye ni Mungu mtu, Mungu aliyefanyika mwili akakaa kwetu. Na ndio maana katika historia tukiangalia, ndio tunaona kwamba sasa ni ukamilifu huo. Mungu mwenyewe sasa anakuja. Kwenye kitabu cha nabii Ezekieli anasema, sasa nyie watu, wakati mwingine mnaingia katika giza, wakati mwingine mioyo yenu inakuwa ovyo, alafu haieleweki nafanya nini. Sasa natoa huo moyo wa jiwe, huu nitawapa moyo wa nyama. Moyo wa jiwe hauna uhai, hauwezi kutambua sauti ya Mungu, hauwezi kutambua Mungu ni nani. Na kwa sababu nitawapa moyo wa nyama ili muweze kutambua vizuri. Kwa hiyo tunaona haya yote Mungu ameyafanya. Ndio Kristo amekuja mwenyewe, na tuliadhimisha kuzaliwa, tumeadhimisha mateso, na usiku huu tunaadhimisha kufufuka kwake, kwa kuwa na matumaini katika shida zetu. Na Mungu katika agano lake anataka tukutane naye kila mara katika mazingira mazuri, mazingira ambayo ni sisi wenyewe tunayatafuta kwa uhuru wetu tulio nao. Dunia ya leo inataka Mungu abadilike, yeye afuate mwanadamu. Inataka mafundisho ya kanisa yabadilishwe, yafuate maendeleo ya mwanadamu. Lakini Kristo ni jana, leo na daima, abadiliki, yuko daima kwetu. Tunaalikwa kukumbuka leo, hivi Mungu alinikuta wapi mpaka leo niko hivi? Alinikuta sehemu gani? Nimebatizwa nikaendelea na safari yangu. Tunaalikwa kukumbuka. Lakini tunaangalia katika Injili inayoelezea ufufuko wa Bwana, wanawake wale jasiri katika mapambazuko yale ambayo bado ni usiku giza. Mila zetu za Kiafrika tunaogopa, wakati mwingine tunaogopa makaburi. Usiku kifika kutembea karibu na makaburi, mtu anaogopa kama anaweza kukutana na mtu yule amefufuka yule. Na ndio maana wakati mwingine tukiwa wazima hivi tunaongea vizuri sana, lakini ukifa mtu anaanza kukuogopa. Pata picha, ndio unanyenyuka hivi, watu watakukimbia. Hata wale waliokuwa nalia watakimbia. Sasa amezikwa Yesu, na kuonyesha kabisa kwamba wa jamaa wamefaulu, waliweka jiwe zito pale, ni kizingiti hicho, kwamba ndio mwisho wake, na shetani alifurahi. Sasa wanawake wale ujasiri waliupata wapi? Na ukiangalia katika mila za Kiyahudi walivyokuwa na dharau kwa wanawake, lakini ni wanawake hawa ndio wako safarini kwenda kaburini, wanaume wamelala usingizi. Wakina mama wale wanatembea wanaenda. Kwa nini? Kwanza wameonyesha upendo mkubwa sana kwa Yesu, tuende. Lakini kuna kizuizi, tutamuonaje? Tutaonaje mwili wake? Kuna kizuizi, kuna jiwe, nani atatuondolea? Wanasemezana. Kwa hiyo tunaona safari yao kwanza ni ya huzuni, lakini wakati huo huo
kuna upweke fulani, ni usiku, lakini wamejaa ujasiri. Wakamwone Bwana mwili wake, walimpenda, wakamwangalie, nani atatuondolea jiwe? Ndio ilikuwa mashaka yao, lakini wanaona pale jiwe limeshaondolewa, naona ameondoa malaika, wakaone mwili wa Bwana. Kikwazo jiwe ambalo wakati mwingine sasa sio sisi sasa kumuona alipozikwa kaburini amefufuka, twende tukamuone Bwana. Jiwe linakuwa kizuizi. Jiwe letu kubwa ni dhambi tunazozitenda, na dhambi hizi au kuwa mbali naye, na zinatufanya tuweze kuwa vipofu, tusimuone. Kwa yule anayejiuliza nani ataniondolea lile jiwe nimuone Bwana mfufuka, huyo ni yule ambaye ameomba neema za Mungu. Jiwe liliondolewa na malaika, lakini jiwe letu katika maisha yetu na katika safari yetu ya kumwelekea Mungu, kumwelekea Kristo, linaondolewa na neema zake yeye mwenyewe pale katika kiti cha rehema, kiti cha huruma ya Mungu. Na ndio maana tuweze kujivuna chochote, na ndio maana hata kama nikimrekebisha mwenzangu nikasema Bwana, wewe uliokuwa unafanya sio vizuri na nini na nini, siwezi kujivuna. Ni neema ya Mungu imefanya kazi kwa huyu, na hata huyu akikosea siwezi kaanza kumtukana, wewe mpumbavu, una maana nini? Hapana. Na wakati mwingine ninapotumwa na ujumbe wa Mungu kumpelekea mwenzangu, ninahitaji vile kuwa na nidhamu, si kwa sababu amekosea namfika pale naweza nikaharibu zaidi, kwa nahitaji kumwendea kwa heshima kama sura na mfano wa Mungu, alafu niweze kupeleka ujumbe ule inavyotakiwa, inavyopaswa. Hapo nitakuwa nimefaulu na nitakuwa nimefikisha vizuri ujumbe wa Mungu. Na ndio maana wanawake wale badala ya kuona sasa mwili wa Bwana wanakutana na uso wa malaika, ndiye wa kwanza kuwapasha habari njema ya ufufuko wa Bwana. Ufufuko wa Bwana, amefufuka huyu, njooni hapa muangalie, alilala hapa, mkapatazame mahali alipolala, amefufuka. Nendeni sasa, mmeshapata habari njema, nendeni mkawaambie ndugu zake, wanafunzi wake, amewatangulia kwenda Galilaya, watamuona kule. Sasa sisi tunakumbuka, sasa tunaalikwa kukumbuka. Tunaalikwa kukumbuka ni wapi tulikutana na Yesu fufuka siku ya kwanza. Tunaalikwa kuangalia Galilaya yetu ambayo imetufanya tuwe tulivyo, tuliokutana naye mara ya kwanza. Na tukianza pale tuweze kuhuisha imani yetu na kuimarisha imani yetu. Na hapa ndio tunaweza tukaangalia wapi tumepotoka, na huenda tunaenda njia ambayo sio inayoelekea uzuri, ambayo inaelekea Galilaya ambako kuna Yesu. Huenda tumeacha Galilaya, tumeenda mbali zaidi. Na ndio maana tunapoiangalia Pasaka leo, sasa tunaadhimisha Pasaka. Kuna jamaa mmoja alisema, sasa mnaigiza kanisani, mnaigiza. Sasa kiigizo, wenzako wanaadhimisha ibada, wewe unasema maigizo, unamaanisha nini wewe? Unajua imani yetu wewe? Kwa sasa tunapoadhimisha Pasaka si kawa mazoea. Sasa tunasema tuko kwenye Pasaka, imeisha hiyo. Sasa tunaelekea tena kawaida. Kawaida imeisha, majilio tena Christmas, tununue viatu tule basi. Lakini Pasaka
ni tukio la leo, sio la zamani. Ninaposema naenda Galilaya leo hii, kweli mimi ni mtu wa ufufuko? Mimi ni wa imani ya ufufuko au nimechanganyikiwa? Ulimwengu wa leo ni ulimwengu wanasema ni wa sayansi na teknolojia, na ndio maana waumini lazima tuangalie tunaenda wapi. Tunaenda kanisani. Kwa tunapoenda kanisani tuweje? Tuhakikishe vitu ambavyo vinakuwa ni vizuizi. Nikiwa na hiki kitanishawishi mimi kutokuwa kanisani. Kwa sababu unaweza kuwa mwili unaweza kuwa kanisani lakini roho yako iko Marekani. Yaani Marekani wewe unaongea na Trump, lakini mwili wako uko hapa, moyo safi kwenye kanisa hili. Sasa ni kitu gani kinachonifanya niende kule? Tuviweke pembeni ili tukakutana na Bwana Galilaya, ama alivyotukuta mwanzoni, aendelee kutukuta hivyo hivyo, na kila mara tuhuishe imani yetu. Na ndio maana leo usiku huu tutasema, tutarudia tena na ahadi za ubatizo. Kila mtu akitathmini akisema, sasa nisema namkataa shetani na mambo yake yote, nimemkataa kweli au nimekubatiza? Kama nimekataa kweli, mbona sijafikia utakatifu? Mbona naona ukavu wa kiroho? Naona ninavyoenda, nikisema nianze sala nakuwa mbali. Nikisema sasa hivi niwe mwaminifu niende kwenye jumuiya ndogo ndogo, siendi. Alafu nasengenya wenzangu, nazushia wenzangu, alafu mimi ni msaliti, ni pengine ni Yuda mimi. Kwa unajiuliza maswali hayo, unapojitambua kwamba wewe ni nani, ndipo hapo neema za Mungu zinafanya kazi. Kwa Mungu, naomba nisaidie, kikwazo changu ni hiki. Unaviacha vyote. Kama ni simu naona ndiye nakukwaza, unaacha simu yako nyumbani, ujusari utaikuta tu. Lakini ukija nayo hapo, naweza ukashangaa unatoka nje wewe unaenda kuongea tena, niko kanisani kwanza, tutaongea baadaye. Sasa si umevuruga tayari sala zako. Hao walikwambia watakuletea kitu online. Biashara siku hizi unaweza kufanya online. Kila mtu anajua Kiingereza sasa hivi, online. Kwa tutakuletea kitu chako moyo safi, nitakuwa kanisani. Mkifika tu kanisani pale, je, ita unafika hapo, naita naenda. Sasa vikwazo hivi vinafanya tukimbie Galilaya. Ndio maana wanawake wale walipopashwa habari hiyo kwamba Kristo amefufuka, nenda kawaambie, njiani tena akakutana na yeye mwenyewe, ndio wakafurahi tena, wakasema salamu. Hapo wakamsujudia, nendeni mkawaambie ndugu zangu natangulia Galilaya. Sasa kama yeye anatangulia Galilaya, pata picha, wale wanafunzi watakuwa wanatembea, yaani bwana wao ametangulia Galilaya, wao watu wanatembea na kuongea stori njiani na kuanza kuchukua sijui simu, kuchukua si nini. Ngoja nimpigie kwanza hii, utachelewa kufika Galilaya, Bwana ameshakutangulia, utachelewa. Na ndio maana na sisi tuangalie hivi, nikimbie nifike mapema Galilaya, nikaonane na Bwana wangu. Na Magalilaya yetu ni tunakokutana na Bwana niko ndani kwetu. Tukikumbuka vizuri, katika kipindi cha Kwaresima, wakati tunaanza Jumatano ya Majira, ukitaka kusali, ingia ndani ya chumba chako, jifungie huko, sali kwa Mungu wako, au naye siri atakujazi. Si swala la mimi leo si nini, si swala la mipaza sauti hiyo kama ndio unasali. Hapana, swala la moyo wako uko wapi? Sasa pata picha hiyo kwamba hawa wanawake wako katika masikitiko, wako katika huzuni, Kristo ameuawa. Na kama wangekuwa ni watu wa kukata tamaa, wasingeenda kaburini.
lakini kuna kitu fulani kilikuwa tukoja, tuende tuone. Sasa kama amekaa siku 3 sasa ameoza sasa, lakini hawajafikiria hiyo, baada tuone. Kutoka huzuni na masikitiko huwa furaha, na baada ya kupata furaha kutangaza furaha. Hatuwezi kutangaza furaha kama tuko katika dhambi, hatuwezi kuwa na amani kama tuna dhambi. Ndio maana tunapoondolewa dhambi nasema Bwana huyu akupe amani, yani anakusamehe na kukupa amani. Amani ya kweli iko na furaha ile ya ndani, ni amani ya ndani, sio wanajeshi, sio nani ambao watakulinda. Amani ya ndani. Kwa sasa hawa wanatangaza furaha walioambiwa. Ndio maana utaona kwamba mwendo ni ili nitangaze furaha lazima nishuhudie kwanza, na baada ya ushuhuda nikatangaze kile nilichoshuhudia. Walishaona na wameshaona na wametaarifiwa, wamefurahi, wanaenda kutangaza furaha ile katika ushuhuda, wajumbe wa furaha. Tunatakiwa sasa na kuitwa kuwa mashahidi wa Yesu, kumtangaza kwamba ni mzima, kuleta matumaini na furaha kwa ulimwengu huu ambao kuna watu wamejeruhiwa, kuna watu wameumizwa, kuna watu wametelekezwa, kuna watu wametengwa, na kuna watu ambao wanadharauliwa. Kuleta furaha sasa kwamba Kristo ni mzima, na tunaweza kuleta furaha hii kama sisi wenyewe tunayo furaha, kwa sababu si swala la kwamba Kristo amefufuka, ni swala la maisha. Na ndio nasema Pasaka sio kitu cha zamani. Pasaka ni leo, ni tendo la leo, ni tukio la leo. Kristo amefufuka kwangu, Kristo yupo kwangu mimi, amefufuka. Ndio hicho ambacho tunacho. Kwa tunapoadhimisha usiku huu, tumwombe Mungu atusaidie na tumshuhudie kweli kweli, si kwa mazoea bali kwa maisha yetu. Ulimwengu leo unaweza kutupotosha, lakini tujirudi na tumuone Kristo wetu huko Galilaya. Hasa tunapokumbuka siku ya kwanza alipotukuta, tulikuwa katika hali gani ametukuta, basi turudi pale pale na kuhuisha imani yetu na kumuona yuko nasi leo, Kristo mzima, na tuweze kushirikisha ulimwengu na kutakatifuza ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo.